Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Leo tutatizama kina cha mwisho cha ukweli kuhusu hatima ya ulimwengu huu. Hivyo usiende mbali, usikose hata dakika moja, maana Mungu ana jambo la mwisho la kukuambia kabla ya pazia la rehema kufungwa. Sasa tuweze kujikabidhi mikononi mwa Mungu tunapoingia katika somo letu la leo. Baba wa milele, Mungu usiyechezewa, mjuzi wa mambo ya kale, mjuzi wa mambo ya sasa na ya baadaye, tunaingia sasa eneo la fumbo, sehemu ambayo si kila mtu huthubutu kuingia, maana haya ni maneno ya mwisho kwa kizazi cha mwisho. Leo Bwana, ninasimama mbele za madhabahu yako nikiwa kama chombo kilichojaa udhaifu, lakini kilichochaguliwa kufunua siri ambayo wengi huifunika, maneno ambayo wengi huyanyamazia, na ukweli ambao wengi haututegea hofu kwa kupoteza watu. Lakini Mungu mkuu, ninaomba si ulinzi tu bali ufunuo. Ninaomba si sauti tu bali mamlaka. Ninaomba si maneno tu bali moto wa mbinguni. Katika somo hili nitaleta yaliyofichwa. Katika somo hili nitapandisha juu yaliyozikwa. Katika somo hili nitanika hadharani yale ambayo shetani hapendi yazungumzwe kwa mnong'ono. Bwana, nipe ujasiri wa nabii, niwe na macho ya kiroho ya kuona mbali zaidi ya pazia la kisiasa. Bwana, nipe ujasiri wa nabii, niwe na macho ya kiroho ya kuona mbali zaidi ya pazia la kidini. Bwana, nipe ujasiri wa nabii, niwe na macho ya kiroho ya kuona mbali zaidi ya pazia la kijamii. Niwe mtiifu kama Yesu alivyokuwa mbele ya Pilato, asiyeogopa kifo wala msalaba. Najua Bwana, kwa maneno yatakayonenwa sasa yatachokoza roho za waasi, yatafichua unafiki wa taasisi na kugonga vikali milango ya uasi wa ulimwengu. Lakini najua pia yatainua mioyo ya waliowekwa wakfu kwa kweli na kuamsha waliokuwa usingizini wa kidini. Kwa hiyo Bwana wa majeshi, tawala mazingira haya. Pofusha macho ya wachunguzi wa uovu, ziba masikio ya wapotoshaji wa ukweli Bwana. Lakini fungua kabisa moyo wa kila roho inayotafuta wokovu. Na somo hili likimalizika, usifiwe wewe, sio mwanadamu. Ukweli usimame, sio hadithi, na wokovu uzaliwe, si hisia. Tunakuomba haya kwa jina la mwanao Yesu Kristo, aliyethubutu kusema kila ambacho kilimpelekea msalabani. Amina. Leo somo letu lina kichwa kinachosema jicho la pembe ndogo. Jicho la pembe ndogo. Msomaji wangu, hebu fuatana nami sasa katika kile kitabu cha Danieli. Danieli ile sura ya 7, mstari wa 1 na ule mstari wa 3. Katika mwaka wa kwanza wa Belishaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa,
ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa mfalme Belishaza, Danieli aliona ndoto. Huu ni sura ya kinabii inayofunua historia ya dunia kuanzia Babeli hadi mwisho wa dunia. Mungu alimpa Danieli maono ya wanyama wanne. Kila mnyama ni dola kubwa duniani, lakini mwisho wake ni kuja kwa ufalme wa Mungu. Msomaji wangu, fuata nami katika kile kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 4. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Biblia inasema kwamba na mnyama wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Hii ni Babeli, ni ufalme wa Babeli, ambao ufalme huu ulianza kutawala mwaka wa 606 hadi mwaka wa 539 kabla ya Kristo kuzaliwa. Ni taifa la kifalme lililoitwa mji wa dhahabu. Simba ni mfalme wa wanyama, tunafahamu wengi hivyo, lakini na Babeli ilikuwa juu ya dunia yote. Msomaji wangu, tusome katika kitabu cha Yeremia. Katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 50 na ile mstari wa 17 inamuita kwamba ni mfalme, inamuita kwamba ni simba. Babeli ilitukuzwa mno hadi kufikia hali ya mfalme Nebukadneza akasema maneno haya kwamba si huu ndio Babeli ndio ijenga kwa nguvu zangu. Hii ilikuwa ni Babeli. Mnyama wa kwanza aliwakilisha ufalme wa Babeli, ufalme wa kwanza kabisa kutokea duniani. Tusome kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 5. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo, hivi inuka ule nyama tere. Mnyama wa pili ni dubu aliyeegemeza upande mmoja. Biblia inasema kwamba aliinuka upande mmoja na alikuwa na mifupa mitatu mdomoni mwake. Hii ni dola ya Umedi na Uajemi. Ni utawala wa Umedi na Uajemi ulioanza kutawala dunia kuanzia mwaka wa 539 hadi mwaka wa 331 kabla ya Yesu kuzaliwa. Upande mmoja inaonyesha kwamba Uajemi ilikuja kuwa na nguvu kuliko Umedi. Mifupa mitatu ni mataifa matatu yaliyoangusha, yani mataifa hayo ni Babeli, Lydia na Misri. Hebu tusome ule mstari wa 6. Sura hiyo ya 7 katika kitabu cha Danieli. Kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Mnyama wa tatu ni chui mwenye vichwa vinne na mabawa manne. Biblia inasema na kichwa chake kilikuwa vinne. Hii ni Ugiriki. Huu ni ufalme wa Ugiriki. Huu ni Uyunani ambao ulianza kutawala dunia kuanzia mwaka wa 331 hadi mwaka wa 164 kabla ya Yesu kuzaliwa, chini ya Alexander Mkuu aliyekuwa ameiteka dunia kwa kasi kubwa, yani mabawa manne. Vichwa vinne vinawakilisha majeruhi, vinawakilisha majenerali wake walioigawanya Ugiriki baada tu ya kifo chake, ambaye alikuwa ni Kasanda, alikuwa ni Lysimachus, alikuwa ni Seleucus na Ptolemy. Kwa hiyo mnyama wa tatu ni ufalme wa Yunani au Ugiriki. Msomaji wangu, tuende kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 7 na ule mstari wa 7. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Mnyama wa nne ni mnyama wa kutisha. Biblia inasema alitisha sana. Alikuwa na meno makubwa ya chuma, alikula na kusaga na kuseta mabaki kwa miguu yake. Hii ni dola ya Kirumi ambayo ilianza kutawala dunia kuanzia mwaka wa 168 kabla ya Yesu kuzaliwa mpaka mwaka wa 476 baada ya Yesu kuwa amezaliwa.
ilitawala kwa chuma sawa na Danieli 2 ukisoma. Kwa hiyo dola hii ndio iliyomtesa Kristo. Dola hii ndio iliyovunja Israeli na ndio ililozaa mpinga Kristo, yani pembe ndogo. Msomaji, twende kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 8, mstari wa 20 hadi mstari wa 25. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Mstari wa 20 hadi 25 anaendelea kusema, kuanzia 20 mpaka 25. Na habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yaani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme 3, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2 na nusu wakati. Pembe ndogo anatokea. Biblia inasema kwamba tazama, pembe ndogo ilichipua kati yao. Mpendwa, hii ndiyo kanisa Katoliki la kipapa. Lilizaliwa ndani ya mfumo wa Kirumi, ilichukua nafasi ya kiroho na siasa na likapewa mamlaka. Tuone dalili 8 kuwa pembe ndogo ni upapa. Pembe ndogo ni kanisa Katoliki. 1, ilitokea kati ya pembe 10, yani mataifa ya Ulaya, baada ya anguko la Kirumi hapo mwaka wa 476 baada ya Yesu kuwa amezaliwa. Lakini vile vile ilitokea baada ya pembe 10, yani baada ya mwaka wa 476. Lakini si hivyo tu, ilikuwa na macho kama mwanadamu. Papa anajiweka kama mwakilishi wa Kristo duniani. Lakini si hivyo tu, ilisema maneno makuu ya kufuru. Papa hujinasibisha kuwa yeye ni Baba mtakatifu, mkuu kuliko Biblia na mwenye kusamehe dhambi. Sio hivyo tu, ilitesa watakatifu wake aliye juu. Mpendwa, mateso ya Waprotestanti ilichoma watu wa Mungu hadi kufa. Si hivyo tu, ilidumu miaka 1260, tukianzia mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 1798 tunapata miaka 1260. Upapa ulitawala kipindi hiki hadi papa alipotekwa na Napoleon. Kwa hiyo ilijaribu kubadili nyakati na sheria. Kanisa Katoliki ilibadili Sabato kutoka Jumamosi hadi Jumapili. Iliondoa amri inayokataza kuabudu sanamu na kugawa ile amri ya 10 ili ziweze kutimia kwa idadi kuwa ni 10. Si hivyo tu, iliongoza kwa unyanyasaji wa kidini. Huu ndio mfumo ulioua zaidi katika historia kwa jina la dini. Katika haya machache, utakubaliana na mimi kabisa kwamba kuwa pembe ndogo ambaye utajwa katika Biblia, pembe ndogo ambaye unamsikia katika maandiko matakatifu, ni kanisa Katoliki. Tuone uongo wa kanisa Katoliki. 1, kanisa Katoliki kusema papa ni mwakilishi wa Mungu duniani. Hii ni kufuru. Msomaji, twende kitabu cha Luka sura ya 5 na ule mstari wa 21. Basi wale waandishi na Mafarisayo wakaanza kuhojiana wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya kufuru?
ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu peke yake? Neno la Mungu linasema kwamba ni nani awezaye kusamehe dhambi ila Mungu peke yake? Viongozi wa kanisa Katoliki, mapadiri, wametwaa madaraka ya Mungu na kujitwika wao. Ukitenda dhambi, unatakiwa umtafute padri, ukaungame kwake, naye ndipo akusamehe. Papa anajiita Vicarious Fidei, yani mbadala wa mwana wa Mungu. Hiki ni kiti cha mpinga Kristo. Uongo wa pili, uongo wa kanisa Katoliki: sala kwa Mariamu, watakatifu na sanamu. Msomaji, tuende kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 4 hadi ule mstari wa 5. Anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Biblia inasema ya kwamba usijifanyie sanamu yoyote. Sanamu yoyote, zingatia neno yoyote. Inasema usijifanyie sanamu yoyote. Sio kujifanyia tu, inaendelea inasema kwamba wala usivisujudie. Kanisa Katoliki mpaka leo ibada zao hufanyika mbele za sanamu. Kanisani kuna sanamu mbalimbali zimewekwa kanisani humo. Biblia inasema usijifanyie sanamu wala usivisujudie. Kanisa linachonga sanamu na sanamu hizo huwa zinainamiwa. Msomaji, tuende kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:5. Anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Biblia inasema kwamba kwa maana kuna Mungu mmoja na mpatanishi mmoja, Yesu Kristo. Kanisa Katoliki lina mpatanishi anaitwa Bikira Maria. Mtu anapomwomba Bikira Maria au mtakatifu fulani, kwa mujibu wa neno la Mungu, tayari amegeukia miungu mingine. Uongo wa tatu, uongo wa kanisa Katoliki: kutoa misa kwa wafu na imani ya toharani, yani purgatory. Msomaji, kitabu cha Mhubiri sura ya 9 na ule mstari wa 5. Kwa sababu walio hai wanajua ya kwamba watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote, wala hawana ijara tena, maana kumbukumbu lao limesahauliwa. Neno la Mungu linasema kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni uongo unaopotosha watu, unaofanyika katika kanisa Katoliki. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, ni kinyume kabisa. Watu kutozwa tozo na malipo mbalimbali eti ili marehemu ndugu zako waombewe, ni mafundisho ya uongo yanayopingana na neno la Mungu. Uongo wa 4, kubadili sabato kuwa Jumapili. Msomaji, ni kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 hadi 11. Ikumbuke siku ya sabato itakase. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato, akaitakasa. Neno la Mungu linasema kwamba ikumbuke siku ya sabato itakase. So ila kujiuliza, wewe unaikumbuka sabato ipi? Wewe unakumbuka sabato ipi? Ni kitabu cha Mathayo, msomaji. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 hadi mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua, bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Yesu hakuja kufuta sheria. Yesu hakuja kutangua Torati. Kanisa Katoliki
liliamua kubadili Sabato, kuhamisha kutoka Jumapili kinyume na Biblia, kutoka Jumamosi kupeleka Jumapili. Tunapata dokezo lao katika chapisho la Catholic Record lililoandikwa Septemba 1 mwaka 1923. Na nukuu, tumehamisha siku ya ibada kwa mamlaka ya kanisa, si Biblia. Mwisho wa kunukuu. Kanisa Katoliki linakiri kuwa Sabato ni Jumamosi, ila lenyewe kama kanisa limehamisha siku ya ibada kwa mamlaka ya kanisa. Mpendwa, kati ya mamlaka ya kanisa na mamlaka ya Mungu, yapi ya kufuata? Jibu nalo mwenyewe. Uongo mwingine wa kanisa Katoliki, mafundisho ya mbinguni ya ghafla kwa waovu, yani immediate hell, ni kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 3. Ni kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 na ule mstari wa 7, msomaji. Lakini mbingu za sasa na nchi zimewekwa akiba kwa moto, kwa neno lilo hilo, zikirindwa hata siku ya hukumu na ya kuangamia kwao wanadamu wasiomcha Mungu. Waovu wanahifadhiwa kwa hukumu, bado hawajachomwa. Lakini kanisa Katoliki hufundisha uongo kuwa mtu akifa anaenda mbinguni au kuzimu mara moja. Swali dogo la kujiuliza, kama mtu akifa anaenda mbinguni, Yesu akija kufufua wafu atakuja kufufua kina nani makaburini, na wakati wafu yuko nao mbinguni? Huo ni uongo. Mpendwa, maagizo ya Mungu dhidi ya mfumo wa pembe ndogo. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo sura 18 na ule mstari wa 4. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Neno la Mungu linasema kwamba tokeni kwake, enyi watu wangu. Mungu anaita watu wake walioko ndani ya mfumo wa uongo, hata kama wana moyo mzuri, waondoke. Hii ni amri ya moja kwa moja na sio pendekezo. Ushirika na mafundisho ya uongo, ibada zisizo za kibiblia au taratibu ambazo zisizotoka kwa Mungu moja kwa moja. Anasema msishiriki dhambi zake, tokeni kwake enyi watu wangu. Mungu anasema tokeni kwake, msipokee mapigo yake. Mapigo 7 ya mwisho katika kile kitabu cha Ufunuo sura 16, kama tulivyoona jana, yameandaliwa kwa mfumo wa mnyama na wale ambao wanamfuata mnyama. Kama vile Lutu alivyotakiwa kutoroka kutoka Sodoma, ndivyo watu wa Mungu wanavyoambiwa waondoke kwenye dini za kipapa kabla ya uharibifu kushuka. Wengi waaminifu wako ndani ya kanisa Katoliki, lakini bila kujua Mungu anawaita watoke huko. Neno la Mungu linasema kwamba na kondoo wengine wako huko bado hawajarudi. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 hadi 11. Na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudu huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Mpendwa, usimwabudu mnyama wala sanamu yake. Mnyama ni upapa. Sanamu ya mnyama ni mfumo wa ibada wa mnyama ulioingizwa na mataifa kama Marekani. Msomaji, ni kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 hadi 15. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene,
na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Kiufupi, mnyama ni Ukatoliki. Sanamu ya mnyama ni mfumo wa ibada ya kanisa Katoliki. Chapa ya mnyama ni utunzaji wa siku ya Jumapili kama siku ya ibada badala ya Sabato, yani Jumamosi, ambao ndiyo muhuri wa Mungu. Ni kitabu cha Ezekieli msomaji. Ezekieli sura ya 20, mstari wa 12 na ule mstari wa 20. Kitabu cha Ezekieli 20 mstari wa 12 na 20. Neno la Mungu linasema, tena naliwapa sabato zangu ziwe ishara kati ya mimi na wao, wapate kujua kuwa mimi Bwana ndimi niwatakasaye. Mstari wa 20, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kukubali Jumapili kwa mamlaka ya Papa badala ya Sabato ya Biblia ni kukubali mamlaka ya pembe ndogo. Kwa maneno mengine, kukubali Jumapili kwa mamlaka ya Papa badala ya siku ya Sabato, yani siku ya saba ya Biblia, ni kutii mamlaka ya kanisa Katoliki. Katika hilo, tukifuatia historia, watu waliolazimishwa kushirika ibada isiyo ya kweli walipata ghadhabu ya Mungu. Hapo utapata kile, ukisoma kitabu kile cha Danieli ile sura ya 3, utakutana na ile historia ya vijana ambao waligoma kufuata mashinikizo ya maagizo ambayo yanaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Wale waliotii Jumapili kama sheria ya kidini ya ulimwengu watakabiliwa na hukumu ya milele. Ni kitabu cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17 msomaji. Neno la Mungu linasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Chapa ya mnyama italetwa kwa nguvu. Epuka mpendwa kwa gharama yoyote. Hii ni sheria ya dunia nzima inayolazimisha ibada ya Jumapili na kuzuia wale wanaoabudu Jumamosi. Mfumo wa pembe ndogo utapitia serikali za ulimwengu kuanzisha sheria za kidini. Hii ni unajisi wa utawala wa kiroho na kisiasa. Katika historia ya kanisa Katoliki, walioweka sheria za Jumapili waliwanyima watu haki za msingi. Leo dunia inaandaliwa polepole kwa sheria ya ibada ya Jumapili kama kipimo cha utii. Ni kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura 14 mstari wa 4 hadi mstari wa 5 msomaji. Hawa ndiyo wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikira. Hawa ndiyo wamfuatao mwana kondoo kila endako. Hawa wamenunuliwa katika wanadamu malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo, na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Wateule wa mbinguni watamfuata mwana kondoo, si mfumo wa dini. Watu wa Mungu hawafuati mfumo wa kidini, bali Kristo mwenyewe, yani mwana kondoo. Hawa ni watu wanaochunguza maandiko kama Waberoya na wanatii kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 11 msomaji. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Wakati wa matengenezo ya kanisa, yani Reformation, watu kama Martin Luther walijitoa kutoka mfumo wa kipapa na wakamfuata Kristo hata kwa gharama ya maisha yao. Leo pia Mungu anawaita watu wafuate ukweli wa Biblia hata kama ni wachache. Ni kitabu cha Mathayo sura ya 10 na ule mstari wa 28 msomaji. 28. Neno la Mungu linasema,
Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika Jehanamu. Mpendwa, usiogope kutengwa. Ogopa kuabudu uongo. Mfumo wa kanisa Katoliki utaleta hofu ya kunyimwa mali. Mfumo wa kanisa Katoliki utaleta hofu ya kunyimwa huduma. Mfumo wa kanisa Katoliki utaleta hofu ya kunyimwa hata maisha. Mungu anatuambia usiogope mateso ya kidunia, bali uogope kupoteza wokovu. Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kuinama kwa sanamu hata walipotishiwa kuchomwa wakiwa hai. Hii ndiyo imani tunayoitiwa kuwa nayo dhidi ya mnyama na chapa yake. Mpendwa, maagizo haya ni ya uhai na mauti. Mungu hataki watu wake waangamie kwa sababu ya ujinga au utii wa kawaida wa mfumo wa dini usiofuata Biblia. Kama uko ndani ya kanisa Katoliki au mfumo wowote unaotetea mafundisho ya pembe ndogo, toka kwa ujasiri. Neno la Mungu linasema tokeni kwake enyi watu wangu, mkajitenge naye. Jitenge na mafundisho ya uongo. Jifunge na Biblia kabisa pekee. Kubali uonekane mwehu kwa wanadamu, lakini Mungu uwe kwa upande wa Mungu mwenye akili. Mpendwa, ni wakati wa hatari. Ni nyakati ambazo ni za hatari tunazoziendea. Kama bado unadhani unaweza kukaa ndani ya mfumo huu, mfumo wa dini wa pembe ndogo, kushika Jumapili kwa utaratibu wa wanadamu, kuabudu kupitia sanamu, kuamini kwamba Papa ni mwakilishi wa Mungu duniani, kumwomba Mariamu kana kwamba ndiye mpatanishi wa watu au mpatanishi wako, sikia maneno haya kwa sauti ya Mungu. Tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa miaka mingi umedanganywa kuwa hii ni dini ya kweli. Umefundishwa hofu na heshima kwa wanadamu badala ya hofu kwa Mungu. Umeamini kuwa Biblia inaruhusu unayoyaona, kumbe ni mapokeo yaliyofunikwa kwa harufu ya utakatifu wa uongo. Leo Mungu hakufunulia haya kwa ajili ya ujuzi tu, anakufunulia ili utoke. Je, utasema nini wakati Yesu atakapokuuliza, ulisikia ukweli, kwa nini haukutoka? Usitamani msiba huu ukuamue mpendwa. Usisubiri mateso ya kufungulie macho. Leo unapewa nafasi ya mwisho ya kutoroka Sodoma kabla ya moto haujashuka. Na kuuliza wewe unayesikiliza kupitia Bukelebe TV. Ninakuuliza wewe unayesikiliza kupitia God of Hope TV. Ninakuuliza wewe unayesikiliza kupitia Pizzo Online TV. Utakaa ndani ya mfumo wa uongo kwa sababu ya wazazi wako waliokuwa huko? Utaendelea kwenye Jumapili kwa sababu ya kawaida ya jamii? Utabaki Babeli kwa sababu huko ndiko unakopata msaada wa chakula au huduma? Sikia, wokovu hauko kwa taasisi, uko kwa Kristo, na Kristo hakai Babeli. Ukitaka kuendelea kula meza moja na mapepo, utatarajia kupata uangamivu wa milele. Leo ni saa ya wokovu, sio kesho, sio Jumapili, ni leo. Usifanye moyo wako kuwa mgumu kama Farao. Usiseme nitafikiria, kwa sababu unaweza ukaahidi kufikiria hadi rehema ikafungwa. Na kama huna ujasiri wa kuondoka huko Babeli, omba Mungu leo akupe ujasiri wa Shadraka, akupe ujasiri wa Meshaki, akupe ujasiri wa Abednego, ujasiri wa Rutha, ujasiri wa Yesu mwenyewe mbele ya baraza la dini lililompoteza, lililounga mkono kuweza kumturubisha mpaka poteza uhai. Mteule wa Mungu hachelewi kutii, anaondoka haraka kabla milango haijafungwa. Tokeni kwake enyi watu wangu. Toka kwenye Jumapili ya kishetani. Toka kwenye ibada ya sanamu. Toka kwenye chini ya mpinga Kristo. Tokeni kwenye mfumo unaomweka mwanadamu kwenye kiti cha Mungu.
toka kwenye mfumo unaomweka mwanadamu kwenye nafasi ya Mungu. Pastor Frankie anapokuja kutupatia sala ya mwisho, ni wakati wa kujihoji, kuyachunguza maandiko na kuamua kuufuata ukweli, kwa sababu tunauelekea uangamivu na mwisho wa ulimwengu. Ukweli wote umewekwa wazi katika maandiko matakatifu. Historia yote ya ulimwengu imewekwa wazi katika maandiko matakatifu, na leo tumefunuliwa kwa uwazi. Ni wajibu wangu kuamua kuufuata ukweli. Ni pande mbili tu zilizo mbele yetu mpendwa, ni kati ya kuangamia au kupotea, ni uzima wa milele au mauti ya milele. Amua kufuata ukweli upate uzima wa milele, ambalo ndio kusudio hasa la Mungu kutuumbia sisi. Hatukuumbwa kupotea mpendwa, hatukuumbwa kuangamia, hatukuumbwa kupotezwa milele. Amua leo kufuata ukweli. Maandiko yametuweka wazi bayana, na katika uchaguzi wako wa leo ndio utakaoamua hatima yako. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Baba unayetupenda na kutujali, unayetuhurumia tunapopitia katika changamoto za maisha. Baba, asante kwa ukweli wote ulioweka bayana. Ni ukweli ambao unachochea ugomvi, vita, huzuni, na unachochea hasira za wale ambao wameng'ang'ana na kushikilia uongo, kuamsha mateso. Lakini Baba, haujatolewa ili kuleta chuki baina yetu na wengine, lakini ukweli huu umetolewa ili kuvunja minyororo ya yule shetani na giza totoro lililofunika maelfu ya watu. Watu wengi wanateketea kwa sababu ya giza lililoliweka. Watu wengi wanateketea kwa sababu ya minyororo mizito. Watu wameteswa. Baba, waokoe. Ni ukweli unafunuliwa ili kuondoa hili giza la shetani ambalo amelileta kwa jina la dini. Watu wengi wajui ukweli, wamefunikwa humo. Lakini Baba unaita, tokeni kwake enyi watu wangu. Tunaona mateso ya kutisha watakao yapata wale wote waliokubali kuambatana na yule mnyama. Maana wote waliokubaliana kuungana naye ni watateswa, hawatahurumiwa. Maana Yesu ulisema kipofu akimfuata kipofu mwenzake hatima yake ni uangamivu. Lakini je, tutanyamazaje na huku tunaona kuna vipofu wanaongoza maelfu ya watu kuangamia katika shimo? Hatuwezi nyamaza. Msikilizaji, ninakuombea hekima ya Mungu ikuongoze. Ubishi na ushindani usikuongoze, ukatae. Kubali kufuata neno la Mungu likuongoze. Neno la Mungu ni upanga. Siku zote haijawahi kupendwa. Upendwa na wachache, walio wengi huichukia. Na ndiyo maana Yesu aliteswa, kwa sababu alikuwa mwaminifu. Nasi tumesema ukweli wote pasipo kuogopa. Hatujafumba wala kupepesa macho. Tumesema ukweli wote, na huu ndio ukweli. Aidha ukubali au ukatae. Lakini Baba, sisi ni wanadamu, hatuwezi tukawaokoa watu hawa. Ni kweli tumesema ukweli wote kama ulivyo. Tumechukua nukuu nyingi kutoka kwenye maandiko mpaka kwenye vitabu vya mfumo ulioandika, lakini hatuwezi tukawaokoa hawa watu. Wewe pekee ndiye uwezaye kuwaokoa. Ninawaombea Baba, ninawaombea waokoe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Maana wewe ndiwe uliyesema mtu mmoja akirejea kwako mbingu nzima inashangilia, kwa maana kwamba mmoja ana thamani sana. Na ndiyo maana Yesu alitoa mfano akisema ya kwamba ni nani kwenu ambaye akiwa na kondoo 100 akarudi na kondoo 99 hasierudi kumtafuta mmoja? Unamtafuta mtu mmoja ambaye anasikiliza. Nami ninamuombea huyu ambaye amesikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Baba, siondoke hivi hivi. Nuru yako imwangazie na wokovu ukawe katika maisha yake. Aujue ukweli, atoke kwenye mfumo utakao mteketeza maisha yake. Ndivyo ambavyo nimeomba kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.